Hujambo na karibu katika matangazo yetu mtazamaji wa The Low Media, na tunaanzia huko Marekani pamoja na Mashariki ya Kati ambako mjadala mzito unaendelea kutokota. Siku ya leo ikitarajiwa ni siku ya utiwaji saini ya mkataba wa kusitisha mapigano ya kudumu hapo Mashariki ya Kati baina ya Marekani pamoja na Irani, siku ambayo pia ni siku ya kuzaliwa kwa Rais wa Marekani Donald Trump ambaye anatimiza miaka 80. Trump amesema makubaliano ya Marekani na Irani kutiwa saini leo, lakini Teherani imetilia shaka muda uliopangwa. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa makubaliano ya kumaliza mapigano kati ya Marekani na Irani yanatarajiwa kutiwa saini Jumapili ya leo baada ya Teherani kuonesha mashaka kuhusu muda wa kuafikiwa kwa makubaliano hayo. Katika ujumbe aliyouchapisha kwenye mitandao ya kijamii, Trump amesema kuwa mlango wa bahari wa Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji wa bidhaa kwa meli, utakuwa wazi kwa wote mara tu makubaliano hayo yatakapokubaliwa. Pakistan ambayo imekuwa mpatanishi muhimu katika mazungumzo hayo pia ilisema makubaliano hayo yanatarajiwa kukamilishwa ndani ya saa 24 zijazo na kwamba maandalizi ya kutiwa saini kwa njia ya kielektroniki yanaendelea. Kabla ya matamshi ya Trump, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Irani Ismail Bagel alionyesha tahadhari kuhusu ratiba hiyo akisema, tutalazimika kusubiri na kuona tarehe kamili ya kutiwa saini na hati ya maelewano, ingawa haitakuwa kesho, akimaanisha haitakuwa siku ya leo Jumapili. Katika ujumbe wake kwenye mtandao wa Truth Social, Donald Trump naye aliandika, makubaliano hayo yamepangwa kutiwa saini kesho, akirejelea siku ya leo, na mara tu yatakapotiwa saini mlango bahari wa Hormuz utakuwa wazi kwa wote, akiandika kwa herufi kubwa. Akirejelea kile kinachoaminika kuwa akiba yake ya urani iliyoboreshwa ya Irani, Trump alisema kwamba wakati mwafaka hali itakuwa imetulia kabisa, tutaingia na kuchukua mabaki ya nyuklia, akiongeza kuwa baadaye yataharibiwa. Kwa miongo kadhaa Irani imekuwa ikituhumiwa na mataifa ya Magharibi kwa kujaribu kutengeneza silaha za nyuklia. Teherani imekuwa ikikanusha madai hayo na kusisitiza kuwa mpango wake wa nyuklia ni wa matumizi ya amani, ikiwemo uzalishaji wa umeme na shughuli za utafiti. Trump pia alionya kwamba iwapo mambo yatakwenda haraka kwa urahisi na kwa utulivu, Washington ina njia mbadala ya mwisho kabisa ambayo alieleza kuwa anatumaini haitalazimika kutumiwa tena. Mapema siku ya Jumamosi, waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif alisema kuwa tuko karibu zaidi kuliko wakati wowote kufikia makubaliano ya amani, tukiwa na matarajio ya kukamilisha makubaliano hayo ndani ya saa 24 zijazo. Pakistan inajiandaa kwa kutia saini kwa njia ya kielektroniki mara tu yatakapokamilika kabla ya mazungumzo ya kiufundi kuanza wiki ijayo, Sharifu aliandika kwenye mtandao wa X. Ijumaa, waziri wa mambo ya nje wa Irani Said Abbas Araghchi alisema kuwa makubaliano kati ya Iran na Marekani yako karibu kuafikiwa. Alisema makubaliano hayo yanatarajiwa kujumuisha kusitishwa kwa mzozo kati ya Israel na kundi la Hezbollah la Lebanon. Araghchi aliambia televisheni ya taifa ya Irani kuwa makubaliano hayo pia yanajumuisha kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz pamoja na kuondolewa kwa kizuizi cha Marekani dhidi ya bandari za Irani. Hata hivyo, alisema mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Irani yataanza katika hatua ya baadaye. Maafisa wa Marekani wamethibitisha baadhi ya vipengele vya makubaliano hayo, wakisema kuwa manufaa ya kiuchumi kwa Irani yatategemea uwezo wa Teherani kutekeleza wajibu wake chini ya makubaliano hayo. Ripoti za awali kutoka Marekani zilidokeza kuwa Lebanon huenda isiwe sehemu ya makubaliano hayo, huku Irani ikiripotiwa kusisitiza swala hilo lijumuishwe katika mazungumzo. Siku ya jana pia tuhuma nzito zilitoka Marekani kuishtumu Irani baada ya kuvujisha sehemu ya makubaliano katika vipengele vilivyoandikwa kwenye ukurasa mmoja au ukurasa mbili za makubaliano ambayo yanatarajiwa kutiwa saini kwa siku ya leo.